Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Wapendwa wanafamilia, mzee wetu, baba yetu Godfrey, mama pamoja na watoto, wanajumuiya, wanaukoo wa Senya na waombolezaji wote, wanafunzi wenzake na waombolezaji wote kutoka mbali na karibu, nipende kuchukua nafasi hii kuwapa pole sana. Poleni sana wapendwa. Tumekusanyika mchana wa leo kama nilivyosema wakati naanza ibada ya misa takatifu. Tumekusanyika kwa ajili ya kumwombea ndugu yetu Bryson ambaye basi amelala. Siku ya leo mahubiri yetu tuongozwe na ile kauli mbiu ya Jubilei 2025. Jubilei 2025, maujaji katika matumaini. Wapendwa, tunapokuja kuzungumzia kuhusu maujaji wa matumaini, kuna watu wengine tunashangaa. Lakini tunapozungumzia kuhusu ujaji au waujaji, ni watu wanaotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kwa namna pekee tunapozungumzia kwenye swala la imani, ni kwa ajili ya kwenda kusali, kwa ajili ya kwenda kuiji. Lakini muujaji anapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni safari. Na anapokuwa safarini anakuwa na tumaini kwamba atafika salama na atarudi salama. Lakini katika safari hiyo ya maujaji lazima awe na watu, aendi mwenyewe. Kuna watu ambao wanasindikizana, wanapelekana mpaka wanapofika kwenye kile kituo cha kuiji. Na tunaposema kwamba ni maujaji wa matumaini, ni tumaini wanapoanza safari, wana lengo la kufika sehemu hiyo, na baada ya sala na baada ya kila kitu au baada ya kupatiwa rehema kamili, wanarudi manyumbani wakiwa na furaha. Hivyo sisi sote wanadamu tulioko hapa duniani, sisi ni maujaji. Sisi tuko safarini. Sisi ni maujaji wa matumaini. Safari yetu hapa duniani ni safari ya kurudi kwa nani? Kwa Baba. Kumbe kama safari yetu ni ya kurudi kwa Baba, kumbe tunatumaini kwamba siku moja tutakutana na nani? Na Baba. Na safari hiyo kama maujaji wa kurudi mbinguni, ina maana kwamba lazima tushirikiane. Lazima tukae kwa pamoja. Lazima tusaidiane. Mmoja anapokuwa hawezi, basi tunamsaidia ili tupate kufika wote pamoja katika tumaini hilo la kufika mbinguni. Sasa siku ya leo Bryson naye alikuwa muujaji hapa duniani. Na katika safari yake kama muujaji amefika pale ambapo alitamani kufika. Amefika mahali ambapo Mwenyezi Mungu mwambie imefanyaje? Imetosha. Kumbe ndugu yetu Bryson amerudi wapi? Kwa Baba. Ndilo tumaini letu sote, tukijua kwamba mwanadamu yuko safarini. Na mwanadamu siku zote kadiri anavyozidi kusonga mbele, safari yake ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu ndio hivyo anavyozidi kuwa fupi. Lakini tunaweza tukajiuliza sasa hivi, ni kwa nini Bryson? Wengi tunajiuliza hivyo. Yaani Bryson ndio alikuwa miaka 22 sasa chuoni, ndio kijana alikuwa anajichanua. Ndio hapo sasa anaanza kuangalia fursa, anaanza kufikiria kuhusu kesho yake. Ni kwa nini yeye? Tumsifu Yesu Kristo. Ni kwa nini yeye na wala si wewe au mimi? Ni kwa nini yeye? Wanafamilia, mzee Godfrey hapo anajiuliza maswali hayo, mama anajiuliza maswali, wana ukoo wa Senya anajiuliza maswali, ni kwa nini yeye? Lakini sisi hatuna majibu. Jibu letu tunasema nini? Ni mpango wa nini? Wa Mungu.
Sasa tukianza kujiuliza nini, kwa nini amemchukua yeye, ina maana kwamba tunabishana na nani? Na Mungu. Kumbe tuache mpango wa Mwenyezi Mungu fanye nini? Uendelee kutimizwa kwa mwanadamu. Lakini Mwenyezi Mungu pia anaamua kuchuma tunda lake kwa muda anaoona ni sahihi. Kumbe baada ya miaka 22 ya ndugu yetu Bryson, Mwenyezi Mungu amesema inatosha. Sasa wapendwa, tunapokuja kumsindikiza Bryson, tunamuombea. Tunamuombea pale ambapo alishindwa kukaa vizuri kati yake na watu, kati yake na Mwenyezi Mungu, basi kwa sala zetu Mungu mwenye huruma apate kumpokea wapi? Kule mbinguni. Kumbe sisi sote tuliokusanyika hapa, sala yetu ni moja, Bryson apate pumziko la milele wapi? Mbinguni. Lakini pia tumekuja kwa hapa wana familia pole, tumekuja kwa fariji, tumekuja kulia pamoja nao kwamba ndugu yetu Bryson aliyekaa kati yetu, mpendwa wetu, rafiki yetu, mtoto wao ameondoka. Ni muda mfupi tu tunabaki, hata ile jeneza tutaliona tena litarudi udongoni kwenye asili. Kumbe tunakuja kuiombea familia, lakini pia tunakuja kuwapa nguvu, tunakuja kuwapa joto, lakini tukiwakumbusha kwamba Bwana ndiye mchungaji, sitapungukiwa na nini? Na kitu. Kumbe kwa kumwamini Kristo, ina maana kwamba bado mtaendelea kuwa na tumaini kwa Mungu, bado mtaendelea kusema kwamba ni Mungu ametoa na yeye amefanyaje? Ametoa. Jina lake lipate kuhimidiwa. Wapendwa, jambo la tatu ni kwamba tumekuja kutafakari fumbo la kifo. Tumekuja kutafakari kumbe mwanadamu ana mwisho wa hapa duniani. Lakini katika mwisho huo sio kwamba amepotea. Kifo ni njia ya kuamkia uzima wa nini? Wa milele. Kifo ndio kinachofungua mlango wa kurudi kwenye makao ya milele, yaani kurudi kwa Baba. Kumbe tunatafakari sisi kama Bryson alivyolala hapa, na sisi sote tulioko hapa, kila mtu na muda wake, lazima tutalala wapi? Tutalala wapi? Tutalala hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Je, sisi sote tunajipangaje kuingia kwenye hii nyumba hapa? Sisi sote tunajipangaje kwenye wakati wetu wa mwisho? Tukiwa tunafikiria tunajipangaje kwenye wakati wa mwisho, basi tunaendelea kupata faraja katika neno la Mungu tulilolisikia katika somo la kwanza na somo la Injili. Somo la kwanza tumelisikia linatoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto, hii sura ya 5 ya kwanza hadi ya 10. Anasema, maana tunajua kwamba hema hii ambayo tunaishi sasa hapa duniani, yaani mwili wetu, itakapong'olewa, Mungu atatupa makao mengine mbinguni, nyumba ya milele isiyotengenezwa kwa mikono. Kumbe miili yetu itakapoondoka hapa duniani, yaani itakapobomolewa, tunatumaini kwamba tutapewa miili mingi, miili ya utukufu kule mbinguni. Na anatuambia na sasa katika hili tunaugua tukitazamia kwa mkubwa kuvikwa makao yetu yaliyo mbinguni. Yaani tunatakiwa tuendelee kuwa na tumaini la kuvikwa hayo makao ya milele kule mbinguni. Kikubwa tunachokumbushwa ndugu zangu, tujue kwamba tunapoishi katika mwili huu tuko mbali na Mungu. Lakini tutakapoondolewa mwili huu, ina maana kwamba tutaunganika na yule ambaye tulimtazamia, tulimtumainia daima. Cha ajabu, sisi sote tulioko hapa tunatamani kwenda mbinguni. Yaani tunatamani tukimaliza maisha hapa tukutane na Mungu. Lakini hatutamani tufanyeje? Tufe. Ndivyo wengi tulioko hapa. Hatutamani tufe. Lakini kwa njia ya kifo, baada ya kubomolewa mwili huu, tunarudi mbinguni kwa Baba. Lakini kikubwa ambacho tunakumbushwa ni hiki kwenye hii aya ya 10. Anasema, maana sote ni lazima tusimame mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apokee anayostahili kwa matendo aliyofanya wakati alipokuwa anaishi duniani,
mema au mabaya. Kumbe baada ya mwili kubomolewa, yani hekalu, yani mwili wetu huwa sasa, na tutakapompewa mwili mwingine wa utukufu, tutaenda, baada ya kubomolewa tunaenda mbele ya Mungu. Na tunapoenda mbele ya Mungu, basi tunahukumiwa kadiri tulivyoishi hapa duniani, mema au mabaya. Kumbe tunakumbushwa mbinguni yetu inaanzia wapi? Hapa duniani. Jinsi unavyoenenda ndivyo unavyotengeneza nini? Mpango wako wa kwenda wapi? Mbinguni. Jinsi unavyoishi hapa ndivyo unavyo reflect, unavyoonyesha jinsi utakavyoenda kufika mbinguni. Sasa swali ambalo tunajiuliza sisi sote tulioko hapa, je, nikimaliza maisha yangu kama Bryson, je, nitamkia kwenye uzima mpya? Je, wakati wa hukumu yatakao kuwa mengi ni yapi? Ni mema au mabaya? Tumsifu Yesu Kristo. Ni kitu kipi kitakuwa, yani kinachokuzidia wewe ni kipi? Je, ni mema? Je, ni mabaya? Kumbe ndugu zangu, tunapokuja kumsindikiza ndugu yetu Bryson, ni kipindi cha kurudi tena ndani ya mioyo yetu, tujiangalie, tujifanyie tathmini, tujue kwamba siku ya mwisho inakuja. Na hilo tunaendelea kupata tafakari kutoka katika injili tuliyoisikia siku ya leo, Injili ya Yohani hii sura ya 14. Tunaona Yesu anawaambia mitume, ninakwenda kwa Baba, ninakwenda kuandalia makao. Anawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mwamini Mungu niamini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama isingekuwa hivyo, nisingalikwisha waambieni. Sasa nakwenda kuwatayarishieni nafasi. Na baada ya kutayarishia nafasi, atarudi kutuchukua. Kumbe huu ni ule wosia. Haya ni yale maneno ya Kristo anayowaambia mitume, anayowaambia kanisa, anayotuambia sisi, kwamba alikwenda kutuandalia nini? Makao kule mbinguni. Na saa itakuja ambapo atakuja kutuchukua turudi kwenye makao ya nini? Ya mbinguni. Sasa tunapoendelea kutafakari, je, atakaponichukua kwenye kile kiti ambacho au nafasi aliyoniandalia kule mbinguni, nitaenda kuikaa? Kumbe ni muda wa kutafakari uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Lakini tunaona Tomaso alimuuliza Yesu swali ambalo na sisi pia tungemuuliza. Baada ya Yesu kuambia hivyo, Tomaso anamuuliza, Yesu anawauliza kwanza, je, mnajua njia ya kwenda huko mnakokwenda? Tomaso akamwambia, Bwana, hatujui kwenda, tutajuaje njia? Basi Yesu anatufunulia sisi sote, anatuambia kwamba yeye ndiye njia, ukweli na uhai. Kumbe tunapounganika na Kristo, hapo ndio njia inapoonekana. Yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Kumbe wapendwa, tukiwa hapa duniani lazima tung'ang'ane kumtafuta Kristo. Lazima tung'ang'ane kuunganika na Kristo. Tuishi kama watu tulioko safarini, kama maujaji ambao tunategemea kufika wapi? Mbinguni. Tukisoma Wafilipi ile sura ya 3 ya 17 hadi ya 20, hapo tunaona jinsi Mtume Paulo anavyotuwekea mbele yetu. Anatukumbusha kuna wale watu wanaoishi kama maadui wa msalaba. Na hawa watu wanaishi kama maadui wa msalaba, anasema Mungu wao ni tumbo. Lakini pia kuna wale ambao wanaishi wakiwa wanatumainia nguvu ya msalaba. Sasa sisi hebu tujiulize, mimi na wewe tuliokutanika siku ya leo kwa ajili ya kumsindikiza ndugu yetu Bryson, je, mimi ni adui wa msalaba? Je, mimi ni raia wa mbinguni kama Filipi anavyotuambia hapo? Au sisi ni raia wa sehemu nyingine? Hivyo wapendwa,
na waalika tuendelee kujipanga, na waalika tuendelee kupukutisha yale ambayo yanatutenga na mapendo ya Kristo, ili basi siku itakapofika kama Bryson alivyolala hapa, tupate kurudi katika makao ya milele mbinguni. Tunapomtazama ndugu yetu Bryson aliyelala hapa, nimesema ni kijana mdogo sana, miaka 22. Tunajiuliza ni kwa nini yeye. Hivyo tuzidi kumuombea. Tuzidi kuombea roho yake ipate pumziko la milele mbinguni, lakini pia familia waweze kupokea msiba wao kwa imani kuu. Tumsifu Yesu Kristo.